Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah bil alamin. Tupo Tawini, tawi la Karume Unstoppable, maeneo ya Karume. Kwa hiyo sisi kama wana Simba leo tumekuja hapa kwa ajili ya kupeana mawili matatu kutokana na mechi yetu iliyopita. Wana Simba mmepoa sana baada ya kufunga. Hamna, hatujapoa kwa sababu ni jambo la kushtukiza. Kila mmoja tuliokwenda uwanjani pale siku ile hakuna hata mmoja aliyekuwa na imani kuyapata yale matokeo, lakini siku mpira ndivyo ulivyo. Mpira una matokeo ya ajabu. Kwa hiyo tumeruhusu goli moja. Kwa hiyo bado mechi zipo nyingi. Tumeruhusu goli moja, lakini kufungwa hii mechi ni kwa sababu tu tumefungwa nyumbani. Lakini mimi naamini kuna mechi zimebaki, takriban mechi 5 tunaweza tukafanya vizuri na tukavuka hatua hii ya makundi tukaenda robo finali. Kwa sababu hata mwaka juzi kama tuna kumbukumbu tulifungwa goli 3 hapa na Raja Casablanca, tukaenda tukafungwa goli 2 bila na Uroya. Mechi 2 mfululizo Simba hana goli, Simba wala hana point. Lakini cha ajabu tulipambana, tukaisupport timu yetu, viongozi wakashikamana, tukavuka tukaenda makundi. Simba dhidi ya Raja Casablanca tukaenda makundi ya robo finali. Kwa hiyo mimi naamini tukaenda robo finali. Mimi naamini tumepoteza mchezo mmoja, lakini bado nafasi tunayo kubwa sana. Ukiangalia timu ambazo tunazocheza nazo, mimi naamini Simba anaenda robo finali kwa kishindo, kwa sababu tukitoka hapa tunaenda Algeria, tunaenda Mali, tunaenda kucheza Mali. Mimi naamini ni timu ambayo haipewi nafasi kubwa sana Mali, lakini mimi naamini kama uwezo wa Simba, baadhi ya wachezaji wana uwezo mkubwa, tunaenda tukavuka. Kwa hiyo matokeo tuliyoyapata kila mmoja ameyapokea yeye mwenyewe utofauti wake, lakini tusimlaumu kocha wala tusilaumu wachezaji. Yaani siku ya matokeo yakiwa mabaya, kila mmoja haelewi kile kinachomsibu. Wachezaji walipambana kwa ajili ya kuibeba Simba, viongozi walipambana na tuliona jukwani viongozi takriban wote walikuwepo jukwani, lakini pia tuliona benchi la ufundi walishikamana tangu kabla ya mchezo na baada ya mchezo. Mimi naamini hakuna hata mmoja, sio benchi la ufundi, sio wachezaji, sio viongozi, walikuwa wanaipambania Simba yao ili iweze kushinda. Lakini ni matokeo ya mchezo, tumeenda kuruhusu goli moja, goli ambalo tuliloruhusu sio goli la kusema unamlaumu goalkeeper au unamlaumu mabeki. Mpira umepigwa nje ya 18, beki wetu umemgusa, umempoteza maboya ya goalkeeper na umeenda wavuni. Lakini sisi tulitengeneza nafasi, lakini nafasi zile ambazo ilikuwa tuzitumie kuwa ni goli, lakini hatukuweza kuzitumia. Na kukosa nafasi ni jambo la kawaida, wachezaji wakubwa wanakosa nafasi, lakini yote kwa yote kila mchezaji, kila kocha, benchi la ufundi wameumia kutokana na yale matokeo. Lakini hata sisi mashabiki tulionyesha ari ya kwenye mchezo ule, kwa sababu tulijitokeza kwa wingi sana. Yaani mashabiki tulikuwa wengi katika uwanja Benjamin Mkapa, yani ilikuwa ni theluthi tu kuujaza uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hata sisi mashabiki tulikwenda kuujaza uwanja kwa ajili ya kuwashangilia wachezaji wetu, kwa ajili ya kuishangilia timu yetu ili ipate matokeo bora. Lakini yote kwa yote tumefungwa goli moja. Tunarudi katika viwanja vya mazoezi, kocha anaangalia madhaifu yaliyotokea kwa wachezaji wake na yale madhaifu kuyarekebisha kuwa ni mazuri, na mchezo unaokuja yale madhaifu yaliyotokea katika uwanja Benjamin Mkapa yasiweze tena kutokea. Lakini mimi napenda kujiuliza, na pia na viongozi pamoja na mashabiki wenzangu, ili swali tuweze kujiuliza na kuweza kulijibu. Tumecheza mechi 3 mfululizo katika uwanja Benjamin Mkapa. Si matarajio yetu sisi ndani ya mechi 3 Simba isipate matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Japo kama ni goli 1, 2-1, 3-4, lakini haijawahi kutokea Simba kucheza katika michuano ya kimataifa mechi 3 mfululizo tukakosa matokeo. Hii ndiyo mara ya kwanza. Tumecheza na Gaborone, tulikuwa ndio tunapata kujiuliza sasa shida ni nini? Yaani viongozi wakae na wachezaji wakae waeleze makocha, na sisi mashabiki
tukae tujiulize shida ni nini, shida iko wapi? Simba anacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao slogani yake kwa Mkapa hatoki mtu, lakini ndani ya mechi 3 hatujapata ushindi. Lakini si ushindi tu, ndani ya mechi 3 tumepata goli moja. Yani ni majambo ni kauli ambazo tunatakiwa tujiulize sana, ni kwa nini ndani ya mechi 3 tunapata goli moja, ndani ya mechi 3 suluhu 2, tumefungwa mechi moja, na hii ni hali ambayo si hali ya kawaida. Kwa hiyo mimi niwaambie, tunawaombe viongozi wa klabu ya Simba, wao tumewapa jukumu la kuiongoza timu yetu, watafakari kuna nini. Umeona kuna maneno mengi yanazungumza, sitaki kwenda kuyaamini kama ni kweli. Wao wanasema uwanja umeharibiwa na ndio maana jirani zetu wameondoka wameenda Zanzibar. Haya ni mambo ambayo sitaki kuyaamini sana, lakini viongozi wakae waangalie kweli uwanja umeharibiwa, na kama umeharibiwa watu wakwenda kuutengeneza uwanja wapo. Inawezekana, kwa sababu Simba na Yanga tuko kwenye mpira, lakini ndani ya mpira Simba na Yanga ni maadui. Hiyo tunaelewa. Yani hakuna mtu hata mmoja mshabiki wa Simba anayependa Yanga ifanye vizuri, na hakuna mshabiki hata mmoja ndani ya Yanga anayependa Simba ifanye vizuri. Kwa hiyo kama sisi wenyewe hatupendeani kuombeana mema, hayo ni maadui, huo ni uadui. Sasa mimi ndio sitaki kuwapa lawama viongozi, wao ndio wenye timu. Sasa waangalie, na wao ndio wenye jukumu na kwenda kuuangalia uwanja. Sisi mashabiki umeona tunafuata maelekezo tu, na watakapotupa sisi maelekezo tutaweza kuyafanyia kazi. Sasa mimi niwaombe viongozi umeona, na wale washirika ambao wako pembeni na uongozi wa Simba, wakauangalie uwanja wa Benjamin Mkapa una matatizo gani. Ile slogan ya kwa Mkapa hatoki mtu inawaumiza watu wengi. Yanga inawaumiza, Azam inawaumiza, Singida inawaumiza. Inawezekana wameshirikiana baadhi ya vilabu kwenda kuiondoa ile slogan ya kwa Mkapa hatoki mtu, kwa sababu wao wanaona ule uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba peke yake, ni uwanja ambao umejengwa kwa ajili ya Simba, kama vile marehemu Mkapa alivyosema. Umeona, baada ya kushuka katika uwanja wa ndege akaona jopo la mashabiki wa Simba wako wengi, alizani wale mashabiki wamekuja kumpokea yeye. Wasaidizi wake wakamwambia hawa ni mashabiki ambao wanaisubiria Simba timu yao. Kwa hiyo yeye akaona Tanzania kumbe mpira unapendwa sana, akasema baada ya hapo sasa nitawajengea uwanja, ndio ule wa Benjamin Mkapa. Sasa sisi tukachukua ule uwanja, tumejengewa sisi Simba Sports Club. Wana Yanga wanaumia, wana Azam wanaumia. Inawezekana sasa ile slogan ya kwa Mkapa hatoki mtu, na ukiangalia mechi ya mwisho ya klabu bingwa ya Yanga dhidi ya wale wa Arabu, anahitaji goli moja ili afuzu kwenda robo finali. Yanga anakosa. Sasa baada ya kukosa Yanga lile goli moja, inawezekana baada ya pale sasa wakaona Simba si wametustopisha sisi tusiende robo finali, wao wameenda mpaka finali. Umeona, kwanza wakatuwekea zengwe kwenye finali, hamtocheza hapa, mtenda kucheza Zanzibar. Umeona sasa hao Yanga walianza kutuwekea zengwe. Nyinyi si mnasema kwa Mkapa hatoki mtu, na ile ilikuja kuja kuonekana dhidi ya Al-Masri. Tumefungwa kule Al-Masri goli 2-0, lakini tumekuja hapa tukarudisha 2 na tukaenda nusu finali. Umeona? Kwa hiyo mimi naamini, umeona, haya maneno yanayosemwa viongozi wafanyie kazi. Inawezekana, kwa sababu watu wanasema lisemwalo lipo, na kama halipo linakuja. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa Simba wanawaledi walifanyie kazi, na uchawi upo, ila hataki tuuamini, ila uchawi upo. Inawezekana baada ya Yanga kukosa goli moja ile mechi yao ya mwisho ya makundi ya mwaka jana, umeona, ili kwenda robo finali na wakashindwa, inawezekana sasa kuanzia pale wao wakakasirika, wakaanza kuutengeneza uwanja kuwa ni uwanja wa machafuko. Ndio kama saa hizi tangu pale sisi Simba tujapata tena matokeo. Inawezekana wametuachia uwanja, lakini uwanja wameunyea. Sasa wewe hebu angalia, tumepata matokeo lini? Tumecheza na Gaborone hatujapata matokeo. Tumecheza na timu kutoka Uswati, timu zote hizi mbili tumezifunga nyumbani kwao, lakini hapa matokeo yamekuwa ni magumu. Mechi ya Gaborone tuko pale Coco Beach tunaiangalia, roho tunaomba mpira uishi.
Haijawahi kutokea uwanja wa Benjamin Mkapa mechi inachezwa alafu mashabiki wa Simba wanaomba mpira uishi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi niwaambie tu viongozi wa Simba wakae walitafakari hili jambo linalosemwa kama uwanja umeharibiwa. Mimi naweza nikaamini ni kweli. Uwanja ni kweli umeharibiwa na wafanye utafiti. Na kama watu wa kufanya utafiti hawapo, watufuate sisi. Sisi tunao watu tunaweza kuwapeleka pale wakachunguza mpaka ardhi ya 7 wakaangalia kitu gani kimewekwa. Tunao watu wao wakiangalia tu ule uwanja wanajua na vitu vyote vikatolewa na tukarudi kama kwanza nazungumza kuhusu kocha. Mimi kocha sijamuona mapungufu yake. Unajua kila mwalimu anapokwenda kwenye timu anakuwa na falsafa yake, anakuwa na mfumo wake. Kocha wetu amekuja na mfumo wake. Kuna mechi zingine haanzi na forward, anaanza na viungo wengi. Umeona kipindi cha pili anaingiza maforward, tunaona timu inaenda kushinda. Kwa maana hiyo ule ni mfumo wake. Sasa tukianza kulaumu tunaweza kumpoteza yeye mwenyewe kocha. Mimi naamini mfumo wa kocha haujatuzuia sisi kupata ushindi. Kwa sababu Abraham Morris ndani ya dakika 45 anapata nafasi ya wazi. Umeona ameshindwa kufunga. Tunaangalia kipindi cha pili tunakosa nafasi ya wazi, tunashindwa kufunga. Lakini waangalia hao wenzetu hawakupata nafasi ya wazi. Umeona hawakupata nafasi ya wazi kama tulizozipata sisi. Wao wameweza kuscore. Umeona, lakini hata unaweza kuanzisha hiyo forward ukamaliza mechi. Umeona, unaona wachezaji ambao waliofunga magoli sio maforward. Umeelewa? Unaweza kumuona Elia Mpanzo anafunga, unamuona Kibu Denis anafunga. Umeona huyo tunemtegemea mwalimu pengine ndio forward Mkwala hawafungi. Umeona? Kwa hiyo kuanzisha forward na kuto kuanzisha forward, mimi tumwache mwalimu, yeye ndio anayejua. Lakini tusiende kuwafokea wachezaji wetu. Umeona, tukaenda kuwapa mzigo mkubwa hali ya kuwa hatujajua tatizo ni nini. Umeelewa? Kwanza tuangalie tatizo ni nini, kwa sababu ukiangalia ile siku ya mechi kikosi kilichopangwa ni kizuri na wachezaji wote waliopangwa ni wachezaji wa grade 1 kabisa. Kwa hiyo tukienda sasa tukimlaumu kocha hakuweka forward ndani ya dakika 45, si forward aliingizwa Jonathan Soa na ndio goli lilikopatikana. Umeona hiyo forward yumo ndani na goli limepatikana. Forward hayupo, goli halikupatikana. Forward hayupo, tumepata nafasi hatukuweza kuzitumia. Forward yupo, tumepata nafasi hatukuweza kuzitumia. Kwa hiyo haya yote mimi niwaombe tu wale mashabiki ambao tunaongea sana kwenye vyombo vya habari na kuna watu wanatusikiliza. Kwanza tusiwaataki wachezaji wetu, tusiwaataki kocha wetu. Hii ni tabia ambayo inaenda kutengeneza mgogoro. Kwa sababu mimi siwezi kusema tujifunze. Tuangalie kwa sababu Simba, hata sisi viongozi, sisi wasemaji wa Simba ambao tuko huku nje, hatuko ndani ya timu, hatuwezi kujifunza kwa Yanga. Lakini wenzetu hata mchezaji wao anakosea vipi? Umeona kama kulaumiana, wanalaumiana vyumbani, wanalaumiana kwenye matawi yao. Hawatoki kwenye media wanaanza kumlaumu mchezaji. Hawatoki kwenye media wanaanza kulaumu uongozi. Kwa hiyo mimi niwaambie tu, umeona wale mashabiki wa Simba ambao kina Kisugu, kina Dr. Mo, kina GB64 na wengine wengi, umeona tuache kwenda kuwazungumzia wachezaji wetu vibaya, tuwape moyo, kwa sababu hata mechi ya Yanga Dube alikosa goli la wazi, akaona hii ni mechi muhimu, akaomba sabu akatoka. Kwa hiyo hukuwaona mashabiki wa Yanga wanaweza kumzonga mchezaji wao. Kwa hiyo sisi hao wachezaji tuzidi kuwapa moyo na tuwafurahishe. Mimi naamini watakaa sawa na tusikate tamaa. Ili kundi Simba tunavuka bila wasiwasi. Na sio tunavuka tu kwa bahati mbaya. Tunaenda kuvuka aliyakuwa tunaongoza kundi. Kwa upande wa Yanga mimi naona Yanga ni ngumu. Yani bado Yanga pamoja na kupata ushindi wa kubebwa. Maana ule nizungumzie ni ushindi wa kubebwa. Bado Yanga ana wakati mgumu sana. Yani Yanga ameanza vizuri, ana pointi 3. Simba hatuna pointi. Lakini mimi nakwambia Yanga ana safari ndefu kuliko hata Simba. Kwa sababu kwanza mechi yao wanaokwenda kucheza, umeona, zidi ya Jessica Baila, umeona,
yule jamaa akajeruhiwa goli 4. Kwa hiyo na yeye mwenyewe anahitaji nafasi. Kwa hiyo ukiangalia kila timu atahitaji kushinda nyumbani kwake. Sasa ukiona kila timu akishinda nyumbani kwake, Yanga kuja kumfunga Al Ahly nyumbani kwa hapa katika uwanja wa Amani, hiyo ni ndoto. Umeona? Kwa hiyo Yanga kama atapata pointi na akija kichana Yes Kabaila, ina maana pointi 6. Pointi 6 Yanga haziwezi kumpeleka popote. Umeona? Kwa sababu mechi inayokuja tumeona kakalishwa pale masaa 3 uwanja wa ndege. Watu wanaanza kutengeneza mipango kwa sababu hizi mechi hakuna VAR. Na CAF wametuachia kwa sababu kila mtu atumie nguvu yake anayoijua. Ndio mimi nashangaa viongozi wetu wa Simba hawakutumia nguvu tunazozijua katika mechi yetu. Mbona Yanga wamejifunza kwetu, wametumia goli safi lakini limekataliwa. Si nguvu zilizotumika Zanzibar, kwani hujaziona? Goli safi kabisa limekataliwa. Kwa hiyo CAF wanatuambia hizi mechi za makundi tumieni mnachojua nyinyi wenyewe. Na sasa mimi nashangaa viongozi wetu hawakuweza kutumia hiyo fursa. Yanga walitumia fursa, goli limefungwa. Umeona lazima nikaonyesha kibendera. Ukiangalia katika nini za marudio hakuna nini offside. Yaani hata t-shirt haijazidi, hata kidole hakijazidi, lakini refa akakataa goli. Kwa hiyo mimi niwaambie kama wao wamecheza nyumbani kwao uwanja wa Amani na wanakwenda ugenini na washaanza na wale jamaa nao wanacheza nyumbani kwao. Kwa hiyo Yanga kama atapata point, mimi naamini ni 6. Umenielewa? Huyu Al Ahly yani yeye popote ni nyumbani. Al Ahly huwezi kumfanyia vitimbi kwa sababu yeye ni baba wa taifa hili la Afrika. Kwa hiyo kama Yanga ataondoka na pointi 6, haziwezi kumfikisha popote. Ila mimi Simba, mimi naambia ukweli. Huyu Mtunisia huyu si ndio giant kwenye kundi letu, ila huyu ndo anaenda kugeuka kitambaa cha Simba. Tunaenda kumgeuza kianjifu. Tunafuta mbele na nyuma huyu. Unajua kianjifu unaweza kufutia huku na huku. Ndio huyu Mtunisia huyu. Huyu haina haja kujipanga ndugu yangu. Sisi tuna pointi 6 za huyu Mtunisia. Na pointi zetu 3 za kesho kutwa. Tarehe 30 Mali. Tuna pointi 9 hizo. Pointi 9 tunakuja kumaliza hapa na Mali. Pointi 12 tuongoza kundi ndugu yangu. Kwa sababu kama mara ile tulipata Vipers tukamgeuza kianjifu. Mara hii tunaye huyu Espes de Tunisi huyu. Huyu tunamgeuza naye kianjifu, tunafuta mbele na nyuma. Na kama waamini utakuja kuniambia haya maneno ya hifadhi. Lakini pointi 6 ziko kwa Mtunisia. Pointi 6 nyingine ziko kwa Mali. 12 hizo. Huyu Mali kesho kutwa tarehe 30 huyu. Tunaenda kushinda hii mechi, ni ya mkakati. Tunaenda kushinda kwa sababu kwanza inanipa jeuri. Simba ana mechi karibia 2. Tumecheza ugenini tumeshinda. Kwa hiyo hii tunaenda kupiga ya 3. Tunaenda kushinda. Ili kwa sababu uwanja wetu umepakwa moshi. Wakati sisi tumetoka tunaenda ugenini. Tunataka tukautibu ule moshi. Kuliko hapa uwanja usharibiwa huu. Kwa hiyo sasa viongozi wakae katika hizi siku ambazo tunaenda kucheza ugenini kabla tujarudi uwanja wa utengeneze. Kwa hiyo uwanja ukishatengenezwa sisi tukija hapa tunaanza kupata ushindi. Kwa hiyo mimi mechi za ugenini hizi tunaenda kushinda. Kwa hiyo mimi niwaambie tu mashabiki wa Simba tupunguze jazba. Simba inaenda kuvuka kwa sababu saizi unamaliza maneno. Unaanza kumsema kocha, unaanza kumsema Elia Mpanzo, unaanza kuwasema wachezaji. Siku ya siku Simba anaongoza kundi. Unakuja kushindwa la kuongea katika media. Kwa hiyo tupunguze jazba. Mashabiki wa Simba tupunguzeni jazba. Timu tunayo mzuri, uongozi tunao mzuri, benchi la ufundi liko vizuri, tunaenda kushinda. Huyu kocha huyu tulikuwa tunajinasibu